Suala jingine hapa auliza, je, kama mtu amenyonyesha mtoto wa kike na yeye ana mtoto wa kiume, je, waweza kuoana ingawa amenyonya mara mbili tu? Na je, kama ana watoto wengine, wale pia hawafai kumuoa? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema, yahrumu biradha'i ma yahrumu bin nasabi, ni haramu kwa ajili ya kunyonyesha yale ambayo kwamba ni haramu kwa ajili ya nasaba. Kadhalika waweza kuifasiri ni haramu kwa ajili ya kunyonyeshwa yale ambayo ni haramu kwa ajili ya nasaba. Ni hivi, kwanza yataka ieleweke, si lazima huyu mtoto ambaye atanyonyeshwa na mke wangu kuwe kuna mwenzake. Yaweza mwanamke amezaa mtoto akafariki, akapewa mtoto amnyonyeshe, hana mwenzake alionyonya naye. Lakini mtoto yoyote madamu huyu amewahi kunyonyeshwa, mathalan tuna mwanamke Hindu, huyu Hindu amenyonyesha, alizaa mtoto akafariki, akapewa watoto kuwanyonyesha, lakini huyu Hindu kuna watoto aliwazaa kabla ya kunyonyesha mara hini. Tena pangine huyu Hindu aliolewa na mume wa kwanza akazaa mtoto, akaolewa na mume wa pili akazaa mtoto, akaolewa na mume wa tatu akazaa mtoto, akaolewa na mume wa nne akazaa mtoto, na huyu ni mume wa tano amezaa, lakini mtoto amefariki. Wale ndugu wote wale ni ndugu mama mmoja, lakini kila mmoja ana baba yake. Wale, sikilizeni vizuri hapa, wale ndugu madamu mama yao ni Hindu na huyu Hindu amewahi kumnyonyesha dad, amemnyonyesha dad. Sasa hawa ni ndugu, hawa kiume wote, huyu ndugu yao kwa kunyonya, hawa ni haramu kumuoa huyu. Baadaye huyu Hindu akazaa tena watoto baada ya huyu, si sasa hivi alinyonyesha, akamaliza kunyonyesha, akaja akapata mimba, akazaa wengine, pia huwa ni ndugu zake. Kwa hiyo kama Saidna Hamza na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni ndugu kwa kunyonya, lakini hawakunyonya pamoja. Hamza ni mkubwa, Saidna Hamza ni mkubwa kushinda Mtume sallallahu alaihi wasallam, alinyonyeshwa na Thuwaiba. Baadaye Thuwaiba akaja kuzaa tena, kunyonyesha tena mtoto mwingine ambaye alinyonya na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sasa yeye na huyo alionyonya pamoja, kadhalika na Hamza ni ndugu. Kisha kaenda kunyonyesha kwa Thuwaiba. Thuwaiba alikuwa na kijana akiitwa Shaima, ni binti, lakini ikawa huyu Shaima ni ukhtu rasul min ar-radha'a, ni ndugu yake Mtume kwa kunyonya. Kivipi? Kwa sababu Shaima ni mamake Thuwaiba ni mamake Shaima, na Thuwaiba amemnyonyesha Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wakawa ni ndugu hawa. Sasa wewe umenyonyesha, kawaida jamhuri ya wanazuoni, nikisema jamhuri sisi tunazungumzia madhehebu manne: Abi Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhim jamia. Tukisema jamhuri, yani ni zaidi ya wawili watatu katika wao. Jamhuri ya wanazuoni, yani Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad bin Hanbal wasema nishati umnyonyeshe mara 5 tena mutafarriqatin. Vipi maana mutafarriqatin? Yani kanyonya, kakinai, kalala. Baada ya dakika 10 ameinuka, ataka kunyonya, ukamnyonyesha, akajishughulisha na mambo mengine. Baada ya dakika 10, lakini alikinai, kila lile nyonyesho unalomnyonyesha, lile sondo unalomsondesha limemkinaisha. Yakifika masondo 5, haya yanaharamisha. Lakini Imamu Abi Hanifa hata sondo moja, hata nyonyesho moja, akinyonyeshwa mtoto na mama, yule mtoto ashakuwa mtoto wa huyu mama katika masala ya umaharimu, na huyu mama ashakuwa ni mama wa huyu mtoto katika masala ya umaharimu. Katika kurithi hakuna, walonyonyeshana hawarithiani, ni masala ya kuwa hafai kumuoa, hamtanguli udhu basi.
na yule baba alosababisha haya maziwa. Na hapa ndio nukta nipenda kuitanabahisha, kwa sababu huyu Dadi tulisema aliolewa na wanaume 5 mwanzo, na wote wakamzalisha. Wale ndugu wote ni ndugu yake huyu alionyonyeshwa hivi sasa, lakini mababa wale si baba ya huyu msichana, si huyu Hindi. Au nijipigie mimi mfano wangu mimi mwenyewe. Mimi mke wangu amezaa, akanyonyesha. Akinyonyesha huyu mke wangu, mimi na wababa huyu mtoto alionyonyesha. Kwa sababu gani? Kwa sababu mimi ndiye nilosababisha maziwa. Sasa tukirudi katika mfano wa Hindu, sitaki mfano kwenye mke wangu. Tukirudi kwenye mfano wa Hindu, aliolewa mwanzo na wanaume kadhaa. Je, wale wanaume walisababisha haya maziwa? Alosababisha haya maziwa ni huyu baba aliyoko sasa. Wale mababa 5 wote si baba ya huyu msichana alionyonyeshwa hivi sasa, lakini watoto wao ni ndugu ya huyu msichana kwa sababu washea mama. Hata kama huyu baba, kwa mfano Hindu, aliolewa na mume, akamtwanga mimba, akampa mimba, akamwata na mimba yake, basi akenda zake, mama akaketieda na mimba mpaka akaizaa. Akinyonyesha huyu mama, maziwa haya yalisababishwa na huyu mtalaka wake, huyu mtoto anamuita yule baba kwa kunyonya. Kivipi? Sababu ndo alosababisha maziwa. Nafikiri imefahamika hapa. Naam.